Okay, karibu sana katika vipindi vyetu ambavyo viko vinaendelea. Nikukaribisha sana katika kipindi chetu, na sasa hivi tutakuwa tukiangalia somo linalosema, tutakuwa ni sehemu ya pili. Tutakuwa katika sehemu ya pili, na katika hii sehemu ya pili tutaangalia somo linalosema jinsi jeshi la mtu mmoja linavyompoteza mkulima kufikia malengo yake. Jinsi jeshi la mtu mmoja linavyompoteza mkulima kuweza kufikia malengo yake. Nikukaribisha sana, hongera sana kwa kuweza kuwa sehemu ya hili somo. Nilikuwa natafakari hili somo, nikasema nafikiri ni somo ambalo unapaswa kulifahamu na ulifanyie kazi pia kwenye shughuli zako zingine. Tunazungumzia kuhusu mkulima, tunazungumzia kuhusu bustani, lakini ni somo ambalo nafikiri ni msingi wa maisha ya mafanikio makubwa, kwa sababu siku zote wazo linaanza na mtu mmoja. Ukiangalia kwa mfano wazo la Profitable Garden, mimi ndio muasisi wa hili wazo la Profitable Garden, la Profitable Farm. Yani mimi ndio founder, au sio? Lakini ili hili wazo liwe kubwa, ili wazo liweze kusave dunia, kwa sababu tunapozungumzia changamoto za magonjwa, changamoto za kukosa biashara, kukosa kazi, kitu cha kuingiza kipato, sio Tanzania peke yake, wala sio Arusha peke yake, wala sio ninyi tu ambao mnanisikiliza peke yake au mnanifuatilia. Tunazungumzia dunia nzima ina tatizo kama hilo. Sasa limitation au mipaka ya hili wazo kuwafikia watu wengi zaidi ni pale ambapo mimi nitaamini katika jeshi la mtu mmoja. Kwa nini ninafundisha? Kwa nini ninaongea na wewe? Ninaongea na wewe kwa sababu wewe ni part, wewe ni sehemu ya Profitable Garden, wewe ni sehemu ya Profitable Farm. Ndio maana naongea na wewe. Ingekuwa ni jeshi la mtu mmoja ambapo naamini mimi mwenyewe, nisingeweza kufundisha kama ninavyofundisha hivi. Commitment ambayo nimeiweka ya kuhakikisha nafundisha, lengo lake ni hilo tu, kwamba hakuna namna jeshi la mtu mmoja litaweza kufanikisha vision. Nikisema hivyo nafikiri utakuwa umenielewa. Sasa leo tunazungumzia jinsi jeshi la mtu mmoja linavyoweza kumpoteza mkulima kufikia malengo yake, lakini nataka hili somo ulielewe katika kwamba linaweza likakusaidia katika mambo yote unayoyafanya. Na tutaangalia mambo 6 ya msingi ambao unaweza kuyapply kwenye maisha yako kila siku na ikakusaidia wewe kuwa mtu wa tofauti. Baada ya miaka 3 ijayo, inawezekana umekuwa ukistruggle kwa muda mrefu. Unapambana, vitu havitokei. Sehemu moja tulikosea, jeshi la mtu mmoja. Okay, tunaposema bustani ya nyumbani haihitaji nguvu nyingi. Bustani ya nyumbani haihitaji nguvu nyingi, inahitaji mfumo. Inahitaji mfumo. Tunasema lakini mfumo haujengwi na mtu mmoja. Bustani ya nyumbani ili iweze kuwa ya mafanikio haihitaji nguvu nyingi sana, inahitaji mfumo, na mfumo siku zote haujengwi na mtu mmoja. Wakulima wengi wa bustani ndogo hawashindi kwa sababu ya eneo. Wanashindwa kwa sababu wanataka kuwa jeshi la mtu mmoja. Anataka pambane mwenyewe, yani yeye ndio awe kila kitu. Jeshi la mtu mmoja maana yake nini? Yeye mwenyewe ni mkulima, yeye mwenyewe ni mtafiti, yeye mwenyewe ni daktari wa mimea, yeye mwenyewe ni mhasibu, yeye mwenyewe ni muuzaji, yeye mwenyewe ndio kila kitu. Yani yeye ndio kila kitu. Ukimwona yeye ndio muona biashara. Biashara huwa inaanza na mtu mmoja. Inaanza kidogo, lakini inapokuwa inapaswa kukua ikishirikiana na mikono mingine. Hiyo ndio hoja ya msingi ambayo nataka uweze kujua. Kwamba biashara inaanza na mtu mmoja, lakini inatakiwa ikue ikishirikiana na watu wengine ambao wanaweza kuwa na mchango kwenye biashara yako. Nafikiri basi itakuwa ni elimu au ni ufahamu. Lakini siku zote kampuni huwa haimilikiwi na mtu mmoja. Hakuna kampuni ya mtu mmoja. Kuna muasisi wa wazo, lakini sio mmiliki wa wazo. Kuna tofauti kati ya kuasisi na kumiliki. Wewe unaweza kuwa muasisi, lakini hakuna kisheria kwamba kuna mtu ni mmiliki wa kampuni yake mwenyewe. Hapana. Kampuni yoyote inamilikiwa na wanahisa, inasimamiwa na wakurugenzi, inaendeshwa na managers.
Sasa huu ndio ufahamu nataka uwe nao. Unapokuwa na maono, unapotamani kufanya kitu kikubwa, anza kuwa na hiyo akili kwamba hata iwaje mimi nitabaki kuwa nimeasisi, lakini mimi sitasababisha kazi iwe kubwa. Na kitu kingine, kama ambavyo nimekuwa nasema mara nyingi, chochote ambacho nakiona leo ni kikubwa kilianza kidogo, lakini hakikulizika na ule udogo. Ideas zinakuwa zina sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni wazo, sehemu ya pili ni vision, picha, wapi tunataka tuende, wapi tunataka tufike, alafu sehemu ya tatu ambayo inaunganisha kati ya wazo na maono ni maarifa, hapa katikati, knowledge. Jinsi unavyopata maarifa ndio jinsi unavyofanya wazo liweze kwenda mbali zaidi, liweze kusogea kwa watu wengi. Utajua jinsi ya kufanya kazi na watu, utajua jinsi ya kufanya kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo hakuna mtu aliyewahi kushinda kwa kufanya kazi mwenyewe. Hapana. Kwa tunasema kwamba hakuna mtu pia aliyewahi kushindwa kwa kukosa bidii. Kama tulivyoangalia katika masomo yaliyopita kwamba bidii na mfumo ni vitu ambavyo vinatakiwa viende sambamba. Unawekeza bidii bila mfumo, maana yake inakuwa changamoto. Kwa hakuna mtu aliyewahi kushindwa kwa sababu amekosa bidii, lakini watu wanashindwa kwa sababu wanabeba majukumu mengi kuliko uwezo wao wa muda. Muda tulionao una limitation. Mtu anabeba majukumu mengi kuliko uwezo wake wa muda. Si kama nielewa. Imagine kwamba biashara au kampuni haiendeshi tu kwa mimi kufundisha, haiendeshi tu kwa mimi kuongea na nyinyi. Hapana. Sasa fikiria kwamba mimi nimebeba kila kitu kuhusu biashara. Ina maana tuseme siku 10 hizi zote biashara imesimama. Hapana, sisi tuna matangazo ambayo yanaendelea mtandaoni, kuna watu wanajibiwa kwenye mtandao, kuna madarasa yanaendelea, kuna watu wanatakiwa kutumia vifaa vyao. Sasa siwezi mimi nikaenda nikatuma vifaa, nikaja nikafundisha. Somo halifundishi tu kwamba naamka na kurupuka kichwani kwangu kwamba leo nafundisha kitu gani. Lazima nikae chini nifikiri, nimuombe Mungu, nimuulize watu wako nataka wafundishwe nini, kulingana na malengo wanayotaka wafikie wapi. Sasa ina take time. Sasa haushindi kwa sababu una bidii, umekosa bidii. Unashindwa kwa sababu unabeba majukumu mengi kuzidi uwezo wako wa muda. Kwa lazima uwe na hiyo mentality, kwa sababu sisi tunaandaa watu ambao wanakwenda kuwa mabingwa, mashujaa. Lazima hawa watu waandaliwe katika muktadha wa namna hiyo. Tofauti na hapo tutakuwa tunatiana moyo uongo, tunaamna kitu cha maana kitatokea. Miaka 2 mitatu ijayo tutakuwa wale. Hakuna maana yoyote ya sisi kuwa tunakutana leo na tunapoteza muda bila maana yoyote. Okay, sasa tuangalie mambo 6 ambayo yanazungumzia kwa nini hatutakiwi tuamini katika jeshi la mtu mmoja. Namba 1, kama unaandika nafikiri ni pointi za msingi za kuandika. Binadamu ana kikomo cha muda na akili. Kwa nini tunazungumzia jeshi la mtu mmoja? Haliwezi kumfanya akafanikiwa na akafika mbali. Namba 1, binadamu ana kikomo cha muda na akili. Binadamu ana kikomo cha muda na akili. Tuna masaa 24. Tuna nguvu zinazochoka. Na tuna akili zinazochanganyikiwa kukufanya vitu vingi. Naomba nirudie. Tuna masaa 24, tuna nguvu ambazo zinachoka. Lakini tuna akili ambayo ukishaiwekea mavitu mengi inachanganyikiwa na confuse. Yaani ukishaiwekea tu akili mambo mengi inachanganyikiwa. Siku zote ukitaka kufanya kitu katika ubora, unahitaji kitu kinaitwa focus. Focus maana yake ni concentration. Ni kuiweka akili yako katika jambo fulani. Moja kati ya principle ambayo imesaidia sana kubadilisha kazi zangu ambazo nafanya ni kitabu ambacho kinaitwa 820 Rule. Nimekuwa naonyesha mara kadhaa, ngoja labda nionyeshe nyinyi ambaye hamjawahi kuona. Hichi ni moja kati ya kitabu ambacho nimekuwa nikishauri muweze mkitafute. Muweze kujua jinsi ya kuseti mambo yenu. Kinasema 820 principle. The secret to achieve more with less. The secret to achieve more with less. Moja kati ya kitabu ambacho kimenisaidia sana kuona kumbe watu hawafanikiwi kwa sababu wanabeba mambo mengi. Watu wanafanikiwa kwa sababu wanajua jinsi ya kugawanya majukumu na kujua kwamba wao wanatakiwa kubeba majukumu gani. Ni kitabu kizuri sana, ni kitabu ambacho
Kama unapenda kusoma vitabu, kakitafute, kitakusaidia. Hapa nasema, nafikiri point ambayo nilijifunza, nasema keep energy and make the best use of time. Issue is not busy but productive. Nafikiri moja kati ya statement nilikuwa naisema sana. Kuna tofauti kati ya kuwa busy na kuwa productive. Sasa ili uweze kuwa productive, lazima uhakikishe kwamba muda wako, nguvu yako, attention yako inajikita kwenye majukumu fulani. Alafu majukumu mengine waachie wengine waweze kufanya. Gawa majukumu na wewe focus na jambo fulani. Sasa unakuta kwa mfano, moja kati ya kitu ambacho ni cha faida. Sisi tunaamini kwamba afya na kipato inaanzia nyumbani. Anza kujifunza kuwa na mentality ya kampuni. Kuwa na mentality ya kutokuona wewe unawajibika kwa kila kitu. Gawa majukumu. Mama afanye jambo fulani, baba afanye jambo fulani, watoto wafanye jambo fulani. Gawanya majukumu. Nataka nikwambie, ukikuwa na hiyo mentality, ni swala muda tu, lakini unaenda kuwa mtu wa tofauti sana. Kitu ambacho kinachelewesha watu wengi sana kwenye mafanikio ni kuamini kwamba kwa sababu wewe ulipata nafasi ya kwenda shule, kuona wengine hawana uwezo wa kufanya. Kwenda shule ni jambo lingine, uwezo wa kufanya ni jambo lingine. Kwenda shule umefundishwa mambo mengi ambayo mengine hata ukija mtaani hana maana yoyote. Katika hayo ambayo wewe unayafahamu, tengeneza kitu tunakaita kama muongozo. Gawa majukumu kwa watu. Ambia sasa wewe ukiamka fanya hiki hapa. Wewe fanya hiki, wewe fanya hiki, wewe fanya hiki, fanya hiki. Hiyo ndio jinsi ambavyo inaweza kutusaidia tukafika mbali zaidi. Kwa hiyo tunasema jeshi la mtu mmoja tunamaanisha nini? Unafikiri mwenyewe, unapanga mwenyewe, unatekeleza mwenyewe, unarekebisha mwenyewe na unajilaumu mwenyewe. Yaani unajaza kila kitu mwenyewe, unafanya kila kitu mwenyewe. Kwa hiyo unafanya kila kitu mwenyewe. Sasa mwisho wa siku hakuna akili inayobaki makini kwenye vitu vyote. Akili inahitaji kufocus. Nasema unaanza vizuri, unachanganyikiwa katikati, baadaye unakata tamaa mwishoni. Unaanza vizuri kwa spidi, katikati unachanganyikiwa, mwisho wa siku unakata tamaa. Nafikiri umeweza kuelewa. Kwa namba moja tunasema kwamba binadamu ana kikomo cha muda na akili. Tuna masaa 24, tuna akili ambayo ikiwekwa vitu vingi inachanganyikiwa. Ndio maana hata ukiangalia hakuna kiongozi anayefanya kila kitu. Rais ana majukumu yake, waziri mkuu ana majukumu yake, mbunge ana majukumu yake, sijui waziri wa taasisi, sijui wa jambo gani ana majukumu yake. Vivyo hivyo kwenye kazi. Secretary ana majukumu yake, CEO ana majukumu yake, mhasibu ana majukumu yake, mtu wa production ana majukumu yake, mtu wa marketing ana majukumu yake. Mtu wa marketing afanye majukumu ya mtu wa sales. Hao ni watu wawili tofauti. Sasa anza kutumia jukwaa la mradi wa nyumbani kama sehemu ya mtu mwenye future. Kwa mimi kwamba siwezi nikafanikiwa mwenyewe. Yaani siwezi nikakumbatia kila kitu mwenyewe na nikawa mtu wa maana siku moja. Jamani, hampendi kwa watu wa maana siku moja? Hata niwaulize swali. Au unafundisha mambo ambayo ni magumu kidogo? Eti mniambie basi, hata mseme kwenye comment. Hampendi kwa watu wa maana siku moja? Unataka tu kuwa jeshi la wewe tu uonekane wewe. No. Haupendi siku moja uonekane na wewe ni mtu. Hawezi kuonekana ni mtu kwa wewe kukumbatia na kufanya kila kitu mwenyewe. No. Haiwezekani. Niambie labda pengine masomo yanazidi kile ambacho tunakitaka. Lakini natamani siku moja uwe mtu wa maana. Umekuwa sehemu ya kitu kikubwa. Umekuwa sehemu ya mtu aliyefanya mambo makubwa, mapinduzi makubwa. Natamani uwe hivyo. Labda wewe sasa utaniambia kama haupendi. Namba 2, kila mtu ana upungufu asiouona. Kila mtu ana upungufu asiouona. Sasa hii nilikuwa najaribu kufikiria nikasema unakuta kwa mfano huwezi kuona kosa lako mwenyewe ukiwa ndani ya kosa. Yaani siku zote hauwezi kuona kosa lako mwenyewe ukiwa ndani ya kosa. Jeshi la mtu mmoja linafanya kosa. Hilo jeshi tunaita jeshi la mtu mmoja. Linafanya kosa, halioni kosa, linarudia kosa, halina kulikosoa. Unaona mtihani? Linafanya kosa, halioni kosa, linarudia kosa, hakuna kulikosoa. Yaani makosa juu ya makosa ya makosa ya makosa ya makosa. Mwisho wa siku ni nini? Bustani ya nyumbani unapomwagilia vibaya,
unapopanda vibaya, unapopanda karibu sana, unapochelewa kuvuna, nini kinatokea? Haujaona kama umekosea. Umepanda vibaya, umemwagilia vibaya, umechelewa kuvuna. Mwisho wa siku mimea haikuadhibu wewe, mimea inaadhibu kosa. Sasa haukuona kosa. Haukuona kosa. Sasa hiyo ndio shida, kwamba tumesema kwamba kila mtu ana upungufu asiouona. Yaani kuna upungufu ambao unao lakini huwezi kuuona. Unafanya kosa, unarudia kosa. Yaani wewe mwenyewe unakuwa sehemu ya makosa. Sasa adhabu ikiwa inakuja haikulengi wewe. Adhabu inalenga kosa. Kwa lile kosa limetokea, inalenga kosa. Sawa? Yeah. Kwa hiyo lazima uelewe hicho kitu. Lakini namba 3, kukosa mtu wa kukuwajibisha. Tunaita accountability. Wanasema binadamu hufanya vizuri anapojua anaangaliwa. Binadamu anafanya vizuri anapojua anaangaliwa. Usipojua unaangaliwa, ndio maana unakuta kuna tafiti zimefanyika kwamba kwa mfano watu walioajiriwa, amefanya kazi, anaona bosi anamsumbua, bwana ubosi nini sijui nini kama hivyo. Anawaza kwamba acha nikafungue biashara yangu mwenyewe. Unajua kwa nini watu wengi wanawaza kafungue biashara zao wenyewe? Hususan watu walioajiriwa. Kitu kimoja tunakiona kitu kikubwa. Nataka niwe huru. Naomba kama unataka kufungua biashara uwe huru, usije kwenye biashara. Hebu endelea kukaa na bosi wako huko. Anakuambia nitaamka muda naojisikia. Sijui nitakuwa na uhuru wa kazi zangu. Sijui nitakuwa na, hakuna kitu cha namna hiyo. Umebadilisha tu bosi. Bosi wa mwanzo alikuwa ni bosi wako ambaye alikuwa anakulipa mshahara, anakuwajibisha wakati ambapo umechelewa. Na siku zote bosi ndio anayeamua pesa utakayopata. Alipokuwa anakuwajibisha, alitaka uwe na nidhamu ya uwajibikaji ili uweze kulipwa pesa ambayo unastahili kulipwa. Kwa sababu hakuna kazi, hakuna malipo ya bure. Yaani huwezi ukalipwa pesa ambayo hujafanyaje? Hujaitumikia. Si ndio? Sasa sikiliza. Unapokuja kwenye biashara, anayekulipa pesa wewe hujilipi pesa. Anayekulipa pesa ni mteja wako. Anayekulipa pesa ni yule unayemuuzia mboga. Anayekulipa pesa ni yule ambaye unamuuzia mayai. Sasa issue inakuja kwa nini? Ili aweze kukulipa pesa, unapaswa kumsikiliza yeye anataka nini. Hamjawahi kusikia inasema nini? Mteja ni mfalme. Mteja ni mfalme, maana yake asikilizwe, yeye ndio mwenye pesa yako. Kwa kama umekuja na hiyo akili ya kwenye kuajiriwa kwamba unamchukia bosi wako, anakusumbua. Sasa ukija mtaani utasumbuliwa zaidi. Na uzuri ni mmoja tu. Huko hamna mtu anakusumbua, lakini hutapata hela. Hakuna atakaye kusumbua lakini pesa hutapata. Kwa kiwango cha uwajibikaji ndio kitakachoamua upate shilingi ngapi. Bali simple. Wala hamna mambo nyingi. Na wengi wao wanafeli. Anakuja, anajifanya anasema mimi nataka kuwa bosi wangu mwenyewe, anafanya kazi mwaka wa kwanza wa pili mambo ni magumu. Haoni hela. Mtani jua tupu. Kinachotokea anasema hivi, si bora. Si ana vyeti. Bwana tu nikarudi, nikaajiriwe. Anarudi na ajira anasubia kustaafu. Mtaa unahitaji discipline. Unahitaji nidhamu. Sio unajiamlia tunafanya kitu kwa kujisikia. Kiwango cha mafanikio yako kinatokana na jinsi unavyojisikia. Wengi sana wanafeli. Wasomi wengi ambao wameenda shule, wakija tu mtaani wakijaribu vitu vitatu wanamwambia sifanyi kazi. Visingizio hivi. Sijui unajua ningekuwa na hiki, ungekuwa na hiki. Ungekuwa na hiki cha nini sasa? Mtaani ni kwamba unafikiria nina kitu gani nifanye nini? Unachokitaka ambacho huna kitakuja chenyewe. Ngoja nijipange sijui nini. Wanataka sehemu ya kujificha. Hatuendi hivyo. Kwa hiyo tunasema hivi, kukosa mtu wa kukuwajibisha. Unaposema jeshi la mtu mmoja, kinaitwa accountability. Binadamu hufanya vizuri anapojua anaangaliwa,
anapojua kuwa kuna mtu atasema umefikia wapi. Siko mfano kwenye community yetu ya support. Kila baada ya mtu atakuuliza umefikia wapi, tuambie umefikia wapi, umekoma wapi. Hasa kitendo cha kujua kwamba kumbe natakiwa niwajibike. Kumbe kuna watu wananiangalia, unajikuta kesho unasema tu hebu acha nifanye. Lakini unaamka mwenyewe ndio unayojisikia. Unafanya unavyojisikia. Hamna kitu hapo. Utakuwa na material, utasoma we. Haya vitabu haya yana tabia moja mbaya sana. Ukiwa una sehemu ya kuwa committed, utajificha kwenye kigezo cha najifunza. Utajificha kwenye kigezo na nasoma. Nasoma, unajua nasoma. Unasoma ili uwe nini? Ulishawahi kula chakula alafu usiende kujisaidia na ukaendelea kuwa mtu? Unasoma ili uwe nini? Sasa ndio maana kuna kitu kinaitwa program. Program maana yake inakupa mwongozo ambao umesha yani fanya hiki na hiki. Hivi vinakuwa ni vitabu vya ziada. Kwa sababu hivi vitabu hichi kinaeleza formula moja tu, 820 rule basi. Hii ni formula moja ambayo mimi niliona kwenye kitabu hiki hapa. Ngoja nikuonyeshe kingine. Niliona kwenye hichi kitabu hapa. Kinaitwa Sell Like a Crazy. Yaani jamaa kaeleza formula moja tu. Akanishawishi mimi siku ambapo nilikuwa nanunua vitabu nilikuwa na kitabu cha 820 rule. Huyu kaeleza vitu vyake vingi kidogo. Lakini sasa huyu jamaa ameeleza formula moja tu ya 820 rule. Sasa hichi kitabu ukishangaa kama sio msomaji mzuri unaweza kusoma mwaka mzima. Kwa sababu kina page 277. Sasa mwaka mzima unasoma idea moja. Utafanikiwa leo? Sasa kama hauko accountable, huna program, hauna mwongozo ambao tayari umeshachujwa. Kwa sababu program moja inaendelea kwa vitabu 150. Huwezi kusoma vyote ukamaliza. Mtu anayesoma kitabu kimoja kwa wiki, maana kwa mwaka anasoma vitabu 50 hadi 52. Sasa wewe kama unasoma kitabu kimoja baada ya miezi 3, miezi 4, ndio utakuja kuona kwamba kitu ambacho utakiwa kujifunza ndani ya mwezi mmoja unajifunza miaka 10. Kwa mwanadamu ana hiyo tabia kwamba anafanya vizuri anapojua anaangaliwa, anapojua kuna mtu atasema umefikia wapi. Jeshi la mtu mmoja huailisha, hujisamehe, hupunguza viwango. Huailisha, hujisamehe, hupunguza viwango. Ndio maana mtu anapoteza ratiba, anapoteza kasi, anapoteza mwelekeo. Kwa sababu unaenda mwenyewe, hakuna kukuuliza umefikia wapi, umekoma wapi. Kwa nini umepunguza speed? Mbona kasi yako sio hii? Kwa sababu kuna kitu kinaitwa evaluation. Sasa mwisho wa siku unasikia, Ujuma sasa alikuwa anatengeneza pesa nzuri kabisa. Yuko wapi speed? Kapotea mazima. Hayupo. Alikuwa na project nzuri sana. Baada ya muda limebaki gofu. Limebaki jangwa tu, hamna kitu cha maana. Tunapoelekea majira mapya kwenye programu yetu, kuna watu ambao mnanifuatilia na mmeingia kwenye program za kulipia. Tunapoelekea majira mapya, tutakuwa tunawafukuza hata kama mmelipia. Kwa sababu lengo la kutulipa sio sisi tukae na wewe. Lengo la kutulipa sisi ni tukusaidie. Kwa tumeandaa mkakati makini kabisa ambao usipofanya kile ambacho tumekuagiza kufanya tunakufukuza. Tunakupa suspension ya mwezi au wiki 2. Unarudi tena usiporudi. Basi, ndio hivyo. Kwa sababu tunataka tunataka tuandae watu ambao kweli wako serious. Kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba kama utaingia kwenye programu yetu na usipate matokeo, hauna faida kwetu. Yaani hakuna faida yoyote ya maana. Kwa hiyo nimekupa hata wewe unayekuja. Kama hauko serious ni bora tuendelee kutufuatia hapa kwenye Instagram au kwenye YouTube. Kwenye masomo yetu ya program za kulipia usije. Hakuna maana. Kwa hiyo kukosa mtu wa kukuwajibisha, accountability, inapelekea usipate matokeo. Na hakuna namna utafanikiwa kwa kutokuwajibika. Yaani unajua iko hivi. Kiwango cha mafanikio ulionayo sasa hivi ni sawa na nidhamu ulionayo.
tukiwa wadogo tunakuwa tulifundishwa hivi: nidhamu ni kumsalimia baba akiamka, kumpokea mwalimu vitabu, kuheshimu watu wazima. Kikao kinatokea nini? Usipofanya hayo yote unaonekana hauna nidhamu na unaadhibiwa na mtu mkubwa. Tunapokuwa tumeshakuwa watu wazima, hiyo sio nidhamu. Usalimie mtu usisalimie haina hata maana yoyote. Hiyo utajua wewe mwenyewe na maadili yenu mliofundishwa huko. Issue ni hivi: tunajuaje kama hauna discipline? Kiwango cha maisha ulionayo ndio kiwango cha nidhamu ulionayo. Kwa sababu nidhamu ni kuwajibika. Nidhamu ni kufanya unachotakiwa kufanya, whether unajisikia au ujisikii. Hiyo ndio nidhamu. Sasa angalia, ulitakiwa kusoma, hukusoma, umekuwa mjinga. Adhabu yake ni nini? Maisha magumu. Ulitakiwa kuamka mapema, ukafanya kazi, hukuamka mapema, kazi haikufanyika, ukakosa matokeo. Adhabu yake ni nini? Watoto wamefukuzwa ada shule. Haya, ulitakiwa ufanye kitu on time. Kwa mfano, ulitakiwa ufike sehemu fulani, uokoe muda, yani ufanye kitu kwa wakati. Uache umbea, uache kupiga story ambazo zieleweki. Umeongea na simu masaa yamezidi. Masaa yalivyozidi, ukajikuta umechelewa ulikontakiwa kufika, na kulikuwa ni kuna umuhimu, ukachukua pesa ambayo utakiwa uende kwa ice. Nauli 500, kwenda 500, kurudi 500, 1000. Haya, sehemu ya kwenda kwa 1000 umeenda kwa nauli 10,000 ya boda. Ile 10,000 ulitakiwa kubalance maisha, umeshindwa. Jioni narudi, unga hamna. Sasa malimbikizo ya kutokuwa na discipline katika safari ya mafanikio ndio yanapelekea sasa maisha ya magumu. Ndio maana tumesema hivi, kiwango cha maisha yako ndio kiwango cha nidhamu ulionayo. Kwa namna moja au nyingine, kuna wakati utakiwa uwajibike kwa kiasi kikubwa, haukuwajibika. Sasa kwa nini maisha yanakuwa magumu? Hatuna mentors, hatuna coaches. Mimi nakumbuka siku moja nilikuwa naangalia interview moja, walikuwa wanamuinterview Warren Buffett na Bill Gates. Bill Gates akasema hauwezi kufanikiwa kwenye hii dunia kama una coach. Angalia, anasema angalia hata Simba na Yanga leo zina wachezaji wazuri, lakini zinaajiri makoches wazuri, wanawalipa pesa nyingi. Sio, najiuliza kama hao wachezaji kila mtu anajua wajibu wake, anajua anatakiwa afanye hiki, afanye hiki, afanye. Kwa nini wanatafuta makoches ambao wanawalipa pesa nyingi tena? Kwa nini wapoteze pesa? Wao si wachumi. Mchumi siku yote hatoi pesa kupoteza, anatoa pesa kuwekeza. Ukisikia hizi team kocha ameondoka siku 2 siku 3, ameachiwa kocha msaidizi, bado hawana amani. Nikasema okay, kitu gani hiki? Bill Gates akasema kocha wake ni Warren Buffett. Sasa mimi na wewe, jeshi la mtu mmoja, unasema mimi nitapambana mwenyewe. Mentagwa Kiroho anasema kama unataka kuwa local champion, pambana na hali yako mwenyewe. Local champion maana yake bingwa wa mtaa, yani bingwa wa mtaa kwenu ndio unaonekana wewe shujaa. Lakini kama unataka kuwa star, if we want to become a star, you must have a coach. Kwa maana ipi? Maana yake uwe accountable, uweze kufanya unachotakiwa kufanya, uwajibike. Hiyo ndio nature mwanadamu. Hawajibiki mpaka anapojua anaangaliwa. Na sasa hivi ni maisha ya mtandao. Ndio kabisa. Unaishia kwenye TikTok, Instagram, fanya vitu nonsense. Nakaa kwenye TV masaa ya kutosha. Siku hizi kuna movie kibao ya ajabu ajabu. Unakuja kushtuka masaa 4 5. Masaa ambayo unaangalia movie, unapoteza mwenzako na operate. Baada ya miaka 3 unataka muwe sawa. Haiwezekani. Namba 4, maamuzi huwa dhaifu ukiwa peke yako. Maamuzi huwa dhaifu ukiwa peke yako. Sasa maamuzi mazuri huzaliwa kwenye mazungumzo, sio kichwani. Maamuzi mazuri huzaliwa kwenye mazungumzo, sio kichwani. Ndio maana licha kwamba tunaweza tukakufundisha
tukashare na wewe kitu ambacho tunafanya. Lakini wao tuna muda tunakupigia simu. Kwa nini tunakupigia simu? Tunakupigia simu kukusaidia kufanya maamuzi. Kwa sababu ukiwa peke yako unaogopa. Ukiwa peke yako una sita. Ukiwa peke yako unabadilisha uamuzi kila siku. Kwa sababu wewe huwezi kujitengenezea direction. Kunatakiwa kuwe kuna mazungumzo. Tunasema maamuzi mazuri kuzaliwa kwenye mazungumzo, sio kichwani. Sasa wewe ni jeshi la mtu mmoja. Yaani unapambana mwenyewe. Jeshi la mtu mmoja unazalisha kitu kinaitwa opinions. Opinions ni mitazamo, mawazo. Tunasema mawazo ya kihisia, mawazo ambayo hayana msingi wa facts. Facts maana yake ni proofs, testimonies, data ambazo wenzako wameshafanya research, kwa hiyo wametuletea kwamba ukifanya hiki na hiki unapata hiki, ukifanya hiki na hiki unapata hiki. Sasa wewe unakuja tu na mawazo yako ya kuzaliwa kwamba utafanikiwa tu. Unafanikiwa vipi? Mimi nitafanikiwa tu, najua Mungu yupo. Mungu yupo ndio. Mungu anafanikisha watu wajinga. Mungu anafanikisha watu, anafanikisha mtu yeyote tu ambaye ameamka tu amesema nitafanikiwa. No. Kuna fact. Unafanya kazi katika mwongozo upi? Hauna mwongozo wowote. Unasema nitafanikiwa tu. Hapana. Lazima tuhusishe mazungumzo. Tunahusisha mazungumzo kwa sababu gani? Tunahusisha mazungumzo kwa sababu tunahitaji kupata maamuzi ambayo yana misingi. Sio tu kupata maamuzi ambayo yana misingi. Wanasema misingi ikiharibika, msingi ukiharibika, mwenye haki atafanya nini? Una haki ya kufanikiwa, lakini unatembea katika msingi mbovu. Msingi ambao hauna, mwisho wa siku unafeli. Kwa mfano ukiangalia kwenye bustani, leo unapanda, kesho unaacha. Kesho kutwa unasubiri. Sasa ni mradi au ni majaribio? Kwa sababu mradi ni kitu ambacho kinafanyika endelevu. Leo unafanya, kesho unafanya, kesho kutwa unafanya. Ushawatangazia watu kwamba unauza mboga. Okay, watu wanaanza kuambizana mtaani. Wanaambizana, I say, kuna mboga pale, kuna mboga pale, kuna mboga pale. Mwanzo wanapata kwa kasi. Mboga inakuja. Kila mtu anamwambia mwenzake, unajua kuna mboga, kuna mboga, kuna mboga. Wateja wanakuja, huna chochote. Vipi? Mteja ana tabia moja. Hata mimi na hiyo tabia. Nikishamwamini fulani kwamba ndio mtu wangu wa kunipatia bidhaa fulani, yaani sina muda tena wa kumfikiria mtu mwingine. Na mimi hata wewe inakutokea. Sasa mtu ameshakuamini, ameshakutengea pesa. Unajua uzuri wa biashara uko hivi. Jamani, mimi sijui, lakini kwa sababu tunajifunza tutafika. Biashara ni kitu rahisi sana. Utapata mteja kwa shida, lakini ukishampata basi ishakuwa hela yako. Wewe unachotakiwa kujua ni kwamba anataka nini, fikiri, mzalishie. Ndio maana mimi wanafundisha aina hii ya biashara. Usihudumie watu wengi ukiwa unaanza, ukiwa unajitafuta. Seti standardi zako. Tafuta mtu anayeendana na zile standardi. Sawa? Huu ndio utaratibu wa bidhaa yangu. Are you ready? Are you interested? Uko tayari? Na wewe unatamani kuwa kwenye hii? Yes. Basi haina shida. Focus na wale wateja peke yake, usitafute wateja wengine. Na wale wateja wako pia kuwa makini, waambie hivi, sikiliza. Kwa sasa na kuhudumia wewe kwanza. Nafikiri jana yes, nimepata wageni wamekuja kwenye project yetu. Tumesikia mnauza mboga. Niambia okay. Lakini nimeambiwa utaratibu. Nitaka tuuza 500, nikamwambia no, hatuuza 500. Hatuuza 500. Utaratibu wetu uko hivi. Tunauza package ya kuanzia 1000 na tunauza mboga za aina tofauti tofauti. Hatuuzi mboga aina moja. Pili, zinapatikana kabla ya saa 3 asubuhi na
jioni kuanzia saa 11 au saa 10. 3, unaweka order. Tungependa kupata mawasiliano yako. Kama utakuwa interested, tunakuwa tunaendelea kukuambia nini kinaendelea. Huo ni utaratibu wa biashara. Haya, yule mteja inabidi aende kwenye vigezo vyako. Baada ya hapo sasa, si ameshaingia kwenye vigezo vyako, unatakiwa urudi sasa uanze kumsikiliza yeye. Vipi? Unatamani kuongezeni? Sio muongezee nini, unashusha bei au unafanyaje? No. Unatamani tuongeze kitu gani? Tuongeze mboga namna gani? Tuongeze kitu gani? Tuongeze nini? Akimtangazia mwenzake, amtangazie vigezo ambavyo wewe umempatia. Anza na watu wachache, wahudumie vizuri. Baada ya hapo utaendelea kutanua. Simple. Kwa unazalisha kitu ambacho wateja ambao wanataka, una uwezo wa kuzalisha. Umeamua kuzalisha labda tuseme mboga ya kuuzia magenge. Unataka kudili na mtu mmoja mmoja. Tafuta magenge yako 3, 4, angalia wanataka nini, bidhaa ambazo wanafanana kuzinunua. Hoho, spinachi, sukuma, mchicha, Chinese. Rudi chini. Nitengeneze miundombinu gani ambayo itaendana na aina ya bidhaa ambayo wao wanataka kuinunua. Okay, nahitaji kuwa labda na aina fulani ya vitalu, nahitaji kupata ujuzi wa hiki na hiki. Kaa chini, jifunze. Anza kuzalisha. Anza kuhudumia genge moja kwanza. Uzuri kuhudumia genge moja ndio lina supply kila mahali. Kikubwa mkubaliane kwamba utaratibu wangu mimi huu, unaendana na utaratibu wangu ndio. Kwa sababu utaratibu utakaotoa ndio utafanya uhai wa biashara yako. Sasa wewe utaratibu ni mahesabu. Sio hisia, sio kwamba sasa nimejisikia tu leo sina hela, kila mtu njoo. Watakulemea. Watakulaumu bure. Na uzuri tunazungumzia bidhaa ambayo iko hivi. Wewe huwezi kucompete na mtu wa sokoni anayeenda kununua mboga za kwenye mitaro, zimwagilia hovyo. Ameotesha mchicha ikazima, maspina chasi kaotesha mengi, anamwagilia maji ya ajabu. Huwezi kucompete na yule mtu. Kwa lazima wewe useti standard. Ufocus na watu ambao wanaelewa wanachokinunua. Na ndio maana inabidi watafute, ukiwapata wasiondoke kwako. Ili wasiondoke kwako ni vitu viwili. Cha kwanza ni kuendelea kuhudumia kwa ubora ule ambao ulianza nao siku ya kwanza. Ikiwezekana boresha zaidi. Cha pili, wasikose bidhaa kwako. Sasa wanakosa. Wakishakosa wanaanza kupunguza imani. Wakishaanza kupunguza imani, kuja kumrudisha tena yule mtu. Anavaa identity kuhusu, anasema huyu jamaa yuko serious. Mtu akishakisema hauko serious, ndio kashaua biashara yako. Namba 5, jeshi la mtu mmoja huua kasi. Jeshi la mtu mmoja huua kasi. Malengo hayahitaji juhudi nyingi, yanahitaji kasi endelevu. Sio leo umefanya kazi masaa mengi, alafu kesho unapunguza, kesho unapunguza, baada ya muda tukuoni tena. Mafanikio yanahitaji persistence. Unafanya leo na kesho na kesho na kesho. Sasa jeshi la mtu mmoja huua kasi. Jeshi la mtu mmoja linaanza kwa kasi, linachoka haraka, linasimama. Linaanza kwa kasi, linachoka haraka, linasimama. Wakati ukiwa na mfumo unasonga pole pole, lakini hausimami. Unaanza mdogo mdogo, unaendelea, baada ya muda vitu ni vikubwa. Kila mtu anashangaa, lakini ulianza mdogo mdogo. Namba 6. Okay, historia yenyewe tu inatufundisha kwamba hakuna kampuni iliyowahi kufanikiwa ikiwa yenyewe. Hakuna kampuni ilifanikiwa kwa mtu mmoja. Hakuna jeshi lililoshinda vita likiwa lenyewe. Hakuna mradi uliokuwa ukajengwa na ukawa mkubwa kwa kutumia mtu mmoja. Historia inaonyesha kwa nini sisi tuko mai na kusema kwamba sisi ni jeshi la mtu mmoja. Kwa sababu sababu ni nini, kwa nini uwezekano wa mtu mmoja kufanikisha jambo kubwa ni mdogo?
Ni kwa sababu watu hawakuwa na akili. Yaani hivi, shida sio kuwa na akili. Akili unayo, lakini huwezi kubeba mzigo mkubwa ukiwa mwenyewe. Ndio maana kwenye kampuni iko hivi, kuna wanashare, wamiliki wa kampuni, kuna wasimamizi wa kampuni wanaitwa CEOs, directors tuseme. Yule ni msimamizi. Alafu kuna managers, watendaji. Sasa unajiuliza kwamba kwani shida sio kwamba kwani CEO nafikiria juu vitu. Na mara nyingi kuna kama wanaitwa CEO founders. Kwa mfano mimi ndio muasisi wa Profitable Farm, kampuni ya Profitable Farm. Okay, mimi ni CEO founder. Mimi sio CEO wa kuajiriwa na wanahisa. Mimi ni CEO founder. Kwa maana yake nini? Nina uelewa wa parts nyingi za biashara yetu. Najua kwenye production, najua marketing kukoje, najua sales kukoje, najua kwenye finance kukoje, najua miundombinu ya mambo ya operations na nini na kila kitu. Sasa kuna tofauti ya kusimamia na kuoperate. Kwa nini sasa tunasema historia inatufundisha kwamba hakuna kampuni ilifanikiwa kwa jeshi la mtu mmoja? Hakuna jeshi lilishinda vita, hakuna mradi ulikuwa mkubwa kwa mtu mmoja. Si kwamba walikuwa hawana akili, ila hawakuwa na uwezo wa kubeba mzigo mkubwa kama mtu mmoja. Tumesema ile point ya kwanza kwamba tuna limitation ya muda, masaa tulionayo ni machache, lakini pia akili zetu haziwezi kufanya kila kitu katika ufanisi. Tunakuwa confused. Simple. Okay, katika somo hili ambalo tumediscuss, kumbuka tupo katika mfululizo wa somo mama ambalo linasema makosa 7. Makosa 7 ambayo yanawafanya wakulima wadogo wasifanikiwe. Tuliangalia kosa la kwanza katika kipindi kilichopita, tuliangalia kosa la pili katika kipindi kilichopita. Lengo la somo hili ni kuangalia makosa mawili. Ambao kosa la 3 ni kufanya peke yako, na ndio hilo ambalo nimeshalizungumzia. Lakini kosa la 4 ni kukosa ratiba. Kukosa ratiba maana yake ni kukosa mpangilio. Sasa tunasema bustani ya nyumbani ina changamoto 4 kwa haraka haraka. Bustani ya nyumbani ina changamoto 4 kwa haraka haraka. Changamoto ya kwanza, magonjwa huonekana ghafla. Unaweza kutoka amka asubuhi ukakuta mbona sasa mboga zimepata shida. Changamoto ya pili, ratiba inaweza kukosekana kwa sababu ya shughuli nyingi ulizonazo nyumbani. Kwa sababu unahitaji umakini wa kufuatilia, kukagua na nini, lakini sawa kwa sababu ya ubize na nini unajikuta wewe umesha kufikiri kwamba ni kumwagilia tu. Lakini kumbe kuna ugonjwa ambao ulianza kidogo lakini haukuonekana kwa haraka. Changamoto ya 3, maswali huibuka kila wiki. Yaani kila wiki unakuwa na vitu vya kujibu. Yaani mbona kama sioni hichi kinakuwa sawa? Mbona hiki iko vipi? Kwa kuna maswali yanaibuka. Nikisema hivyo sijui kama unielewa. Yaani kwamba kwenye project yako lazima kuna kitu ambacho ndani ya wiki hiyo uweze kukisolve umekiona. Yaani uwezi tu ukaenda tu free tu vitu hapana. Kuna vitu vya kutatua. Then namba 4, msimu hausubiri. Bustani ni kitu cha ajabu sana. Ndani ya wiki moja mabadiliko yanaweza kuwa makubwa kuliko unaweza kufikiri. Ukiruka tu siku 2 siku 3 kuna jambo takiwa ufanye, unakuja kuona umeharibu. Sasa maana yake nini kwa hizo changamoto 4 ambazo nimekutajia? Ukiwa mwenyewe, kwa hizo changamoto ambazo nimekutajia, ukiwa mwenyewe unajua utafanyaje? Ukiona changamoto utagoogle. Labda utauliza kwa kila mtu. Bustani yangu sijui ikoje, sijui kitu gani. Okay. Au utajaribu mwenyewe. Utaamua tuseme sasa mimi sijui nifanyaje hapa, sijui nichanganye, sijui mapilipili nipige, sijui niweke majivu. Matokeo yake mimea haikusubiri. Haikusubiri wewe uendelee kujaribu. Haikusubiri uendelee kubahatisha. Kinachotokea,
umeotesha mboga mboga, umeotesha spinach, umeotesha sukuma wiki, dalili ya ugonjwa imeonekana. Unahangaika siku 5 kutafuta suluhisho. Unakuja kushtuka 40% ya bustani yako yote imepotea. Yaani 40% bustani yote imepotea. Hiyo ni hasara. Sasa swali linakuja, hii hasara imetokana na nini? Imetokana na kwamba hauna, si jeshi la mtu mmoja. Jeshi la mtu mmoja. Umekosa support. Ulitakiwa kuingia kwenye support fulani, ukasema mimi sihitaji, mimi nitapambana mwenyewe. Haya, pambana mwenyewe, bustani imenyauka. Ulikuwa unaokoa gharama ya support, lakini umewekeza hasara. Umewekeza kwenye hasara. Au kuwa unaokoa gharama ya support, ulikuwa unawekeza kwenye hasara. Sasa nasema bila support, wiki ya kwanza unakuwa mkulima mwenye nguvu. Wiki ya pili unachoka. Wiki ya 3 unapoteza mwelekeo. Wiki ya 4 unaanza kusema hii bustani haiwezekani tena. Nilikuwa naona tu mtandaoni, vitu vya mtandaoni hivi havifanyiki kazi. Kwani vitu vya mtandaoni vimejitengeneza wenyewe? Kuna watu wametengeneza. Mtandao ni media. Ni kipitishio tu cha watu tunaonesha vitu vyetu. Sio vitu vya mtandaoni havifanyiki kazi. Wiki ya kwanza ulikuwa na nguvu, umeona. Huna support. Wiki ya pili umechoka. Wiki ya 3 umepoteza mwelekeo. Wiki ya 4 unaanza kusema hivi vitu havifanyiki kazi. Shida sio bustani. Shida ni mfumo uliokuwa wa jeshi la mtu mmoja. Hiyo ndio shida. Okay, tunasema siku zote unahitaji pia ratiba. Kumbuka kosa la 4 tunasema kukosa ratiba. Unahitaji kujua ratiba ya bustani yako. Ratiba ina maana yake nini? Bustani ya nyumbani haishi kwa ukubwa. Bustani ya nyumbani hatuzungumzi mambo ya ukubwa wa eneo. Hii point ambayo isikize vizuri. Bustani ya nyumbani hatuzungumzii ukubwa wa eneo. Bustani ya nyumbani tunazungumzia hivi: mzunguko, mpangilio, nidhamu. Naomba nirudie. Tunapozungumzia bustani ya nyumbani hatuzungumzii eneo kubwa, ekari nzima. Ya nini? Yaani wewe unaweza kuwa na vituta vyako. Una kitalu labda cha cake garden, labda cha spinach, ukachanganya na Chinese. Una labda kitalu unyevu kingine. Bag gardening ina kitu kingine. Let's say labda uchochoro gani hivyo. Labda kio garden hivyo. Tire garden hivyo. Hizi nataja vitu ambavyo kwenye programu yetu. Maana yake nini? Hatuzungumzii ukubwa wa eneo. Tunazungumzia hivi. Tunazungumzia mzunguko. Maana yake jinsi ya kufanya mzunguko. Kwamba nimeotesha mboga yangu hii, nitaitoa baada ya muda fulani, nitaotesha mboga hii wakati hii inaisha, wakati hii inaisha, wakati hii inaisha. Kwa cha kwanza ni mzunguko. Cha pili mpangilio. Mpangilio. Na cha 3 nidhamu. Cha 3 nidhamu. Sasa, lakini bila ratiba nini kinatokea? Unapanda leo, kesho una shughuli za kufanya. Si hauna accountability. Hakuna mtu akuuliza. Unapanda leo, kesho una shughuli za kufanya. Kesho kutwa umesahau. Mimea haiwezi kusubiri upate muda. Umeshaharibu ratiba, huna ratiba, huna bustani. Ndio yale mambo. Kama huna uhakika na biashara yako, usiwaambie watu nauza mboga, endelea kugawa. Huna nidhamu ya kufanya kwa muendelezo, usiwaambie watu unauza mboga, utaharibu biashara. Endelea kugawa mpaka akili ikae sawa. Siku akili yako ikikaa sawa kwamba sasa hivi naamua kuwajibika, ndio watangazie watu. Na hata kwenye kuwatangazia anza na wachache. Watu wataweka tumaini kwako. Hawataenda huko sijui kwa mboga sijui wapi na wapi. Watakuja kwako. Hauko serious. Pointi yangu ya msingi navomalizia. Bustani ya nyumbani haiishi kwa ukubwa. Haiangalii eneo. Inahitaji vitu vitatu.
Cha kwanza mzunguko, cha pili mpangilio, cha tatu nidhamu. Ukiweza kumanage vitu vitatu, una business ambayo mtu mwingine akiiona anasema hii biashara imekuaje? Lakini ni biashara ambayo inafanya maajabu. Kwa vitu hivi vitatu: mpangilio, mzunguko, nidhamu. Sasa tumalizie kwa kusema hivi. Mimi nafikiri nimemaliza. Kama kuna swali lolote mtaniuliza hapo, na kumalizia statement hii hapa. Ufahamu wa kawaida kabisa. Jeshi la mtu mmoja halishindi kwa sababu halijui. Linashindwa kwa sababu linabeba zaidi ya uwezo wake. Jeshi la mtu mmoja halishindi kwa sababu halijui cha kufanya, ila linashindwa kwa sababu linabeba majukumu zaidi ya uwezo wake. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba bustani ya nyumbani sio ndogo. Bustani ya nyumbani, okay, point yangu ya msingi ni hapa. Bustani ya nyumbani sio ndogo kihivyo. Yaani sio kitu kidogo kiasi hicho ambacho tunaweza tukichukulia. Unajua wakati mwingine tukisema bustani ya nyumbani, kuna namna unaweza ukavaa mtazamo wa kwamba kumbe ni kitu kidogo na vitu kama hivyo. Kwa bustani ya nyumbani sio ndogo kihivyo, lakini pia sio rahisi kihivyo, na sio ya kubahatisha. Kumbuka, unaweka commitment na mteja wako kwamba nitakuzalishia mboga, zinapatikana. Haya, wiki hii amenunua. Kwa wiki ananunua labda mara 3. Si ndio? Mteja huyu mmoja. Tujalie kwa mfano 21 ambao unauza shilingi 1000 linatoa labda majani 20. 20 mara 3 ni majani 60. Wewe ni mteja huyu mmoja. Una wateja 3. Ni 60 mara 3, majani 180. Ili jani la mboga liweze kumea linahitaji vitu vifuatavyo. Linahitaji udongo mzuri, linahitaji mbolea, linahitaji maji. Sasa angalia kinachotokea. Siku ya kwanza utamkaribisha kwa furaha, kwa sababu unataka kumuonesha kwamba wewe una kitu cha kumuuzia. Siku zinazozidi kwenda, mbona ishiwa sasa? Mbona ishiwa? Kwa nini umeishiwa? Commitment ya kufanya kwa uendelevu haipo. Kitendo cha ile commitment kufanya kwa uendelevu hakuna. Unapambana mwenyewe, jeshi la mtu mmoja, kila kitu mwenyewe. Umekosa hela ambazo tayari ukishatengeneza mkondo. Yaani pesa ambayo tayari ukishaitengeneza mkondo, hii hapa inakuja. Kila siku namuomba Mungu kwamba Mungu nisaidie kupata kazi. Umepewa kazi, ni vivu. Jeshi la mtu mmoja, hakuna kitu ambacho unafanya kwa muendelezo. Inakata. Kumbuka, huyu mtu ambaye amekuja ana marafiki zake. Hawako serious. What? Hawako serious. Walianza kwa bashasha, leo sasa basi. Nimesema hivi, bustani ya nyumbani sio ndogo kihivyo, sio rahisi kihivyo, sio ya kubahatisha. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Leo mbona mtu amesoma miaka, mtu ili apate degree anasoma miaka mingapi? Si mingi sana. Tufanye tu diploma basi, tusiende kwenye degree. Si mingi sana. Mbona mwisho wa siku anakuja kulipa 300,000 kwa mwezi? Tena mwingine utajitoa hata mwaka mzima ndio anaanza kulipa 1,500,000. Sipo hiyo mtaani. Haya basi sawa, unalipa 500,000 kwa mwezi. Hivi nafanana na muda uliosoma? Haifanani, si ndio? Maana yake ni nini? Point ya msingi ni hii hapa. Chochote kinachoweza kukupatia kipato endelevu, chochote ambacho kinaweza kukupatia kitu cha uhakika, kinahitaji umakini. Kwa sababu kuna mtu anasema sasa huyu jambo anafundisha sana. Nafundisha sana, sio kitu cha ajabu, sio kitu ambacho wetu leo kwamba nimejisikia tune. Tulishasema kama unataka kufanya kama hobby na kula nyumbani, kama mwenyewe unapambana mwenyewe na hali yako. Lakini kama unataka kufanya kitu ambacho ni serious, lazima tuwe serious. Mwisho kabisa, sasa kama bustani ya nyumbani sio ndogo kihivyo, sio rahisi kihivyo, sio ya kubahatisha, inahitaji nini? Inahitaji vitu vitatu. Namba 1, mtu wa kukuongoza.
Namba 2, ratiba ya kukuendesha. Namba 3, mfumo wa kukurekebisha. Naomba nirudie. Ili iweze kuwa ya uhakika, itakayoleta matokeo, unahitaji vitu vitatu. Namba 1, mtu wa kukuongoza. Utapata mwalimu, utapata coach, utapata mentor, ni wewe mwenyewe. Namba 2, ratiba ya kukuendesha. Lazima kuwe kuna ratiba ya kupangilia bustani yako. Unajua kabisa leo nimeingiza hiki, baada ya muda fulani nitaingiza hii, baada ya muda fulani nitafanya hii. Namba 3, mfumo wa kukurekebisha. Unahitaji program ambayo unajipima nayo kwamba okay, hiki kiko hivi na mimi ngoja nifanye hivi. Hiki kiko hivi, sio unaamka tu umebahatisha leo niamue hiki atwendi. Ndugu zangu, mimi nafikiri nimefika mwisho. Na nina imani kwamba kupitia somo hili la kwanza kabisa katika kipengele cha pili, ninaamini umefaidika. Naamini umepata kitu. Jambo la msingi ni moja tu, fanyia kazi haya ambayo tunafundisha. Unaingia majira mapya ukiwa mshindi. Unaingia majira mapya ukiwa sio mtu wa kubahatisha. Kiu yangu ni kuona kwamba tunazalisha watu ambao wengi watatuza matatizo, sio walalamikaji, sio wanungunikaji, sio watu wa kuona vitu viwezekani. Mungu ametupatia nafasi nyumbani kwetu. Kidogo hapo alipokupatia, onesha nia. Ukionyesha nia hapo padogo alipokupatia, Mungu atakutangaza kukubwa, atakutanulia mipaka, atakufanya ufanye kitu kikubwa ambacho usingeweza kuja kuamini siku moja. Anza tu. Kwanza ni imani, na Mungu anatafuta imani yako. Anza hapo ambapo unaweza kufanya leo. Fuatilia masomo, usifanye vitu kibubusa. Fuatilia masomo, jifunze, wekeza, hivyo taratibu. Hebu tuone majira mapya yatakuwaje. Mimi naamini tutafanya vizuri. Na mimi naamini hivyo pia. Hongera sana. Kama uko interested kuingia kwenye program zetu za support na kila kitu, tumekuwa tukishare mara kadhaa, andika neno program kwenye nambari ya WhatsApp. Naomba niandike hapa chap 0761 825 808 0761 825 808. Andika neno program, tutashare na wewe utaratibu wa program zetu. Kama ushapitia utaratibu wa program zetu, pambania offer ambayo tumekupatia kulingana na kile unachotaka kukifanya, then uweze kufanya mambo makubwa. Na sisi tuko tayari kukushika mkono hatua kwa hatua na tukuongoze kufikia malengo makubwa ambayo inawezekana ya plan. Okay, tukutane katika kipindi kijacho na Mungu akubariki sana.